Hi everybody, my name is Tino. Leo nimeamka na vibe ya nguvu sana kwa sababu nimeweza kupata pini kutoka YouTube. Hii pini ndio pini ambayo inaweza kunifanya mimi niweza kupokea malipo yangu kutokana na content ambazo nazitengeneza, content ambazo naziposti katika account yangu ya YouTube, website pamoja na katika platform nyingine ambazo zimeweza kuunganishwa na Google AdSense. So leo nina furaha sana kwa sababu ni kitu ambacho nimekuwa nikikitafuta kwa muda mrefu au nikitegemea kukipata kwa muda mrefu, lakini mwisho wa siku jitihada zilikuwa zikigonga mwamba. Nikajaribu kutumia njia mbalimbali na mwisho wa siku nimeweza kufanikisha kuweza kuipata barua hii ambayo nimeweza kutumiwa pini na Google, pini ambazo zinaweza kuniwezesha mimi kuweza kuanza kupokea malipo katika content zangu ambazo naziposti katika YouTube account yangu. Bwana, ni watu wengi sana wana struggle. Usikute hata wewe ambaye unanitazama sasa hivi una struggle mpaka muda huu hujapata hizi pini kutoka YouTube. Lakini leo mwisho wa video hii nitaweza kukuambia ni kwa namna gani ambavyo mimi nimeweza kuipata pini hii kwa njia rahisi sana, kwa sababu nimekuwa nikihangaika sana, lakini mwisho wa siku kumbe njia ni nyepesi tu. Bwana, kama ndo mara yako ya kwanza unatembelea YouTube channel yangu, basi nakusihi uweze kubonyeza alama ya subscribe hapo chini, unakuwa unatisha sana. Jina langu mimi naitwa Tino La Diva. Unaweza ukanifollow kupitia Instagram page yangu kama Tino La Diva pamoja na Facebook kama Tino La Diva, unakuwa unatisha sana. Sasa basi bila kupoteza muda, twende tukaangalie hizi pini zina umuhimu gani. Bwana, hizi pini zina umuhimu mkubwa sana kwa content creator yote ambaye anaposti content zake katika platform ya YouTube ama Google, anamiliki website ama YouTube channel. Basi hii pini ni muhimu sana kwa sababu hautoweza kupata malipo yoyote kutoka katika akaunti zako hizo za YouTube pamoja na website mbalimbali kama haujapata hii pini. So hii pini ni kwa namna gani ambavyo unaweza kuona imekuwa ni muhimu sana kwa content creator. So that hii pini ni muhimu kwa sababu kuna namba ambazo YouTube wanakutumia, sio YouTube, ni Google AdSense wanakutumia ili waweze kuthibitisha kwamba wewe kweli ni mtu na sio roboti, kwa sababu kulikuwa na uwezekano wa AdSense wenyewe kuweza kutumia hizo pini hata kwa njia ya simu tu. Kwa mfano tunaweza kuona ukijiunga na mitandao kama WhatsApp, Facebook, kuna zile pini ambazo unatumiwa OTP, one personal password unatumiwa. Wangeweza kufanya hivyo, lakini wanafanya hivyo kwa sababu huu ni mfumo mwingine, kwa sababu ni mfumo wa nini? Ni mfumo wa payment, ni masuala mazima ya miamala. So that wameweza kutengeneza hizi pini ili waweze kuepuka kipengele cha maroboti. So tunafahamu kwamba kuna maroboti, kuna AI ambao wamekuwa wakihaki na kutengeneza akaunti, wanatengeneza video, zinaposti, mwisho wa siku zile video zinapata views wengi, zinaanza kuingiza pesa, na mapato yanaanza kuonekana. So that ili wao wajithibitishe kwamba huyu mtu kweli ni binadamu na sio robot, basi ni lazima waweze kutumia hizi pini kutoka makao makuu yao, na hizi pini zitakufikia wewe na wewe utaweza kuverify katika AdSense account yako na utaanza kupokea malipo yako. So huo ndo umuhimu wa hizi pini, kama nitakuwa nimeeleweka, yani kwamba hizi unatumiwa ili kuverify kwamba je, kweli wewe ni binadamu na kweli unamiliki account hiyo. Ndio maana hizi pini wanakuwa wanaweka ni siri. So nitafungua ili tuweze kuona kilichomo ndani. Je, kweli ni pini au kuna kitu kingine extra? Nitazifungua tuone hapa mimi na wewe. Bwana, kama nilivyokuambia hapo awali, kama ndio mara ya kwanza unatembelea YouTube account yangu, basi nakusiweza kubonyeza alama ya kusubscribe hapo chini, lakini pia na kuomba uweze kushare video hii kwa macreator wengine, kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wanatamani kuwa macreator, wanatamani kulipwa pesa kutumia akaunti zao za YouTube na hawajawahi kupata hii kitu ambayo nimeweza kufungua hapa na kuweza kuona huko ndani kuna nini. Naweza na kuomba uweze kushare video hii ili na wenyewe waweze kuitazama, waweze kufahamu kitu gani ambacho kinaendelea huko ndani. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba nina furaha sana kwa sababu account yangu ilikuwa imeweza kuanza kuchuma pesa, lakini mwisho wa siku hizo pesa mimi nilikuwa sijaanza kuzipokea kwa sababu nilikuwa sijapata hii pini ambayo nimeweza kutumiwa na Google AdSense. So nimestruggle sana, nimetumia takriban miezi 4 kuweza kupata hii pini, kwa sababu njia ya kwanza ambayo nimekuwa nikitumia kuweza kuipata hii pini haikuwa sahihi, ama kuna baadhi ya sehemu ilikuwa sijazi kwa usahihi, ndio maana imenifanya niweze kuchelewa kwa muda wote. Sasa ili wewe usiweze
kuhangaika kama nilivyohangaika mimi. Mwisho wa video hii kama nilivyokuambia hapo awali, nitaweza kuelekeza ni kwa namna gani ambazo unaweza kuipata hii pin. Bwana, hii pin kwa kawaida inafungwa hivi na humu huwa inabandikwa gundi kama hivi, na inavyokuja inakuja kama hivi. Huku ni nyuma kwamba kama unavyoona hapo majina yangu matatu pamoja na anwani yangu ambayo nimeweza kuitumia kuipata hii barua, na huku nyuma kama unavyoweza kuona wameandika AdSense. Kama unavyoona ni Google AdSense, account ya matangazo. Hii hapa ni anwani yangu, Agustino Richard Mwabuka, Dar es Salaam Tanzania, Kimara Temboni ndio mahali ambapo mimi naishi, Dar es Salaam Tanzania, yani iko hivyo. Hii lugha huku juu sijajua lugha za watu hizi bana, lakini twende moja kwa moja katika main point ni nini. Humu ndani kama nilivyokuambia tutaweza kufungua ili tuone humu ndani wameandika kitu gani. Nikiangalia hapa humu ndani ni kweli wameandika pin kama unavyoweza kuziona. Nitaficha ili kuwaepuka wale ndugu zangu na mimi wale ambao wazee wa kujaribu mambo. Kama unavyoona kuna pin hizi ambazo zimeweza kutumwa na maelekezo ni jinsi gani ambavyo unaweza kujaza hizi pin katika AdSense account yako. Kama nilivyoweza kuambia kwamba hapa mbele imeweza kuandikwa YouTube personal identification number. Na hapa wanakuambia welcome your AdSense or AdSense for YouTube account isn't set up to receive payment yet. Please follow the instruction to verify your address. Kwamba kuna hizi hatua ambazo unatakiwa uzifuate ili uweze kuverify account yako ya Google AdSense. Maelekezo kama yanavyoeleweka kwamba instruction is sign into your wanakuambia sign into your AdSense or AdSense for YouTube account, go to payment, then verification check, then enter your PIN and click submit. Kwamba ingia katika account yako ya AdSense ya YouTube, then nenda mahali wameandika payment, then bonyeza verification check, alafu ingiza hizi PIN, then bonyeza submit. Utaweza kuverify account yako ya AdSense ili uweze kulipwa kupitia katika platform za YouTube pamoja na nyingine. Kama nilivyokuambia humu ndani ni kuna pin, sio kwamba wametuma hela, maana mtu mwingine anaweza kujua kwamba wametuma hela. Hizi ni pin ambazo unaweza kutumiwa moja kwa moja kutoka AdSense makao makuu. Sasa basi, baada ya kuweza kutazama kilichomo humu ndani, nataka nikuelekeze ni kwa namna gani ambavyo unaweza ukipata hii barua kutoka AdSense. Najua umestruggle kwa muda mrefu na mpaka saa hizi hujapata, maybe account yako imeweza kufikisha vigezo vya kulipwa lakini haujaanza kulipwa kwa sababu hauna hizi pin. Sasa basi, let's make a long story short kwamba ili uweze kuipata hii barua, cha kwanza kabisa unatakiwa na kitu kimoja kati ya hivi vitu viwili. Cha kwanza unatakiwa uwe na post address, anwani ya posta. Kama hauna basi tafuta ndugu au rafiki ambaye ana anwani ya posta, utajaza katika AdSense home address. Yani katika zile fomu ya AdSense ukiingia kuna mahali utakuta wameandika home address. Umeona? Then utajaza hiyo post address yako, ni PO box kwa lugha nyingine ama kwa Kiswahili ili watu wote waelewe ni PO box. Unaweza ukajaza PO box ya rafiki yako, ndugu yako ama kampuni ambayo unaweza kuwa na access nayo ya kuweza kupata mizigo yako. Yani unaweza ukatumia post yao ukatumiwa kitu wakapokea, ama unaweza ukatumia account ya wilaya uliopo. Kama hapo ulipo na kufika wilayani ni rahisi, unaweza ukatumia PO box ya wilaya ikawa nyepesi. Njia nyingine ambayo njia ya pili, unaweza ukatumia post code. Post code ni anwani ya makazi ambayo unaishi. Kwa mfano Dar es Salaam, uko Dar es Salaam wilaya gani, kitongoji gani? Umeona, kila kitongoji ama kila wilaya ina post code yake. So unachotakiwa kufahamu kabla hujatafuta hiyo post code, cha kwanza unatakiwa ujue, je, hiyo post code mizigo inapokelewa wapi? Hiyo ndio changamoto ambayo watu wengi imeweza kuwakuta, kwa sababu mimi binafsi nimestruggle sana, kwa sababu hapo awali niliweza kujaza post code ya sehemu ambayo naishi, Kimara Temboni, lakini nikaenda katika ofisi ya mtendaji nikaambiwa hawajui kuhusu hicho kitu. Nikaenda katika ofisi ya serikali za mitaa nikaambiwa sijui nini. Yani nimepata maelekezo mengi tofauti, lakini mwisho wa siku ikawa tu inanichanganya, nikawa sijui nifanyeje. But end of the day
nilikopo nafuatilia, nilikopo naendelea kufanya research katika mitandao, na mwisho wa siku nikaona hii njia ya kutumia post code japokuwa ni nyepesi, ila sio accessible sana, yani sio rahisi hivyo kama vile ambavyo tunaweza kufikiria, kwa sababu one time moja unakuta barua zinapotea, watu hawafikii barua zao katika mazingira yetu ya Kiafrika. Umeona, kwa sababu watu wengi sana hatujui mambo ya post code, ila kwa wenzetu Ulaya kila nyumba ina post code yake. Nafikiri watu wengi tunatazama movie na unakuta nyumba kwa mbele pale kuna kiboksi pale ambapo watu wanatumiwa barua pale, kinafunguliwa kinawekwa barua ama magazeti. Ile ndio post code, yani anwani ya makazi husika. Lakini kwa nchi zetu za Kiafrika matumizi ya post code bado hatujafika, na ndio maana inatuia vigumu sana kuweza kupokea mizigo yetu. So that katika hizo njia mbili, mimi binafsi nakushauri utumie njia hii ya PO Box. Umeona, tafuta rafiki yako ambaye anamiliki PO Box, ndugu ama shule ama yani taasisi ambayo unaweza kuwa na access nayo kuweza kufika pale na ukapewa mzigo wako kwa sababu ulijaza anwani yao. Mimi binafsi nilitumia PO Box ya wilaya ya Ubungo kwa sababu ni struggle sana. Mwisho wa siku nikaona ngoja nijaribu kutumia njia ya kutumia PO Box ya wilaya, kwa sababu mimi sina PO Box wangu na wala sina ndugu ambaye anamiliki PO Box, na hata shule ambayo nilisoma mkoani. Ningeweza kujaza PO Box ya shuleni, ila shule ambayo nimeweza kusoma iko mkoani, so ikanibidi nitumie PO Box ya wilaya ya Ubungo. Bwana, kama hivyo nafikiri kama video hii itakuwa imeweza kusaidia kwa namna moja ama nyingine, basi nakusiweze kulike na kushare, lakini pia na kuomba uweze kubonyeza alama ya kusubscribe ili niendelee kuwa na moyo wa kuandaa content nzuri pamoja na kuelekeza vitu mbalimbali. Jina langu naitwa Tino la Diva, na kama wewe una struggle kupata hii post code address, unaweza ukanicheck kupitia namba yangu ya simu na nitakusaidia kuanzia hatua moja mpaka mwisho ili uweze kufanikisha kuweza kupata pini yako kutoka Google AdSense. Bwana, unaweza ukanipigia kwa namba yangu ya simu ya 0629 81 30 80. Unaweza ukapiga ama ukatuma message kawaida ama WhatsApp, napatikana kote. Lakini pia naomba uweze kunifollow kupitia Instagram account yangu kama Tino la Diva_, utakuwa unatisha sana. Lakini pia napatikana Facebook kama Tino la Diva Eats, bila kusahau kufollow kurasa zetu zote za Memorata TV.